aliyopewa mwanadamu. Man's delegated dominion. Umiliki na utawala aliopewa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua Biblia yako kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Haya lengo, wakatawale juu ya samaki wa baharini, ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, na juu ya viumbe wote watambao juu ya nchi. Hii inayosoma ni tafsiri ya neno. Mstari wa 27, kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Inashangaza sana. Wakati Mungu anaumba mwanadamu, amesema tufanye mtu ni mmoja. Lakini alivyoumba, aliumba mtu mmoja, lakini ikiwa ni familia. Familia ya wawili, lakini mtu ni mmoja. Toka hapo ikupe kujua uthamani na uzito wa ndoa. Wakati Mungu anaumba mtu, aliumba ndoa, aliumba familia. Kwa hiyo uliyeolewa, uliyeoa, usichukulie poa ndoa. Unapomwacha mme wako kwa sababu za kijinga, unamkosea Mungu. Unamwacha mme wako eti sijui vipi mke wako sijui nini, unamkosea Mungu. Maana mpango wa Mungu toka mwanzo ni ndoa. Na kijana, umeshakuwa mtu mzima, huoi kwa nini? Kwa sababu mabinti hatuwezi kuwawajibisha, maana wanatakiwa kufuatwa. Lakini na wewe binti ambaye unafuatwa na kataa kila saa, na wewe tunakuwa na swali la kukuhoji. Mungu anataka wawili wawe mmoja. Ndivyo alivyoumba toka mwanzo. Sema amen. Amen. Maisha mengine yoyote kwa watu wazima yatakutengenezea mazingira ya kuwa kwenye zinaa, kitu ambacho Mungu amekataa. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 2, kwa tafsiri ya Biblia hii nilionayo hapa, anasema ili kuepuka zinaa, mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na mwanamke awe na mume wake mwenyewe, ili kuepuka zinaa. Kwa hiyo oa. Umeshafika umri wa kuoa, oa. Biblia inaendelea kusema, Mungu akawabarikia na akawaambia, zaeni na mkaongezeke. Kwenye hili neno unapata tena tafsiri nyingine. Baraka sio nyumba, baraka sio watoto, baraka sio magari, baraka sio madola kwenye account. Baraka ni neno la uwezesho. Neno la uwezesho la kukuwezesha kupata ambavyo Mungu alitaka uvipate katika maisha ya dunia hii. Kwa hiyo unaweza ukawa hauna nyumba, lakini wewe ni mbarikiwa. Unaweza ukawa hauna gari, lakini wewe ni mbarikiwa. Unaweza ukawa huna mume, huna mke, huna watoto, lakini wewe ni mbarikiwa. Kwa sababu gani? Neno la Mungu limetamkwa juu ya maisha yako. Hilo neno lilotamkwa juu yako limetamkwa na Mungu mwenyewe, limetamkwa na watumishi wa Mungu, linakaa juu yako.
Kwamba huna hivyo nilivyovitaja, ni kwamba tu baraka ile haijadhihirika. Kuto kudhihirika kwa macho hakumaanishi ile baraka haiko. Na Mithali anasema baraka ya mwenye haki kaa kichwani kwake. Mithali 10:6. Baraka ya mwenye haki inakaa kichwani, na kichwani ndiko kuliko na kinywa. Nisikilize, kichwani ndiko kuliko na kinywa. Kichwani kwako, hata kinywa chako kipo kwenye kichwa. Wewe Mungu anasema utakuwa juu tu, hautakuwa mkia. Nimefungua baraka, mbingu ziko wazi juu yako. Atakaye kulaani nitamlaani, atakaye kufanya hivi sijui ndafanyaje. Wewe unaongea maneno kinyume, unajilaani, unasema mimi nimelaaniwa, unasema mimi sifai kwa sababu baba yangu alikuwa mganga, mimi nina mapepo, mimi nina majini, mimi nimelaaniwa kwa sababu nimechelewa kuolewa, mimi nina laana kwa sababu nimechelewa kuzaa, mimi nina laana. Unazungumza kinyume cha baraka iliyoko juu ya kichwa chako. Kwa hiyo unaleta nini? Mkanganyiko. You bring confusion into your own life. You bring confusion into your own life. Unaleta mkanganyiko, unaleta kuchanganyikiwa kwenye maisha yako mwenyewe. Ndio maana maisha yako hayajawa vile ambavyo Mungu alikusudia. Damu ya Yesu inanena mema juu mbinguni, na baraka ya iko juu ya kichwa chako. Na Paulo mtume kwa Waefeso amesema umebarikiwa kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho. Wewe unazungumza kinyume juu yako mwenyewe, wakati Biblia imesema mkiyashika sana maungamo ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Kwa damu yake anaungama mambo fulani mbinguni. Inatarajiwa maungamo yako yalingane na maungamo yake yeye aliyeko juu. Inatarajiwa maungamo yako, ukiri wako ulingane na maneno uliyotamkiwa ambayo yako juu ya kichwa chako. Lakini unachosema wewe ni kinyume, unayafuta mambo ambayo Bwana ameyafanya kwako. Kumbuka nilichosema siku ya Christmas. Mariamu aliambiwa, akauliza itakuwaje. Swali la Mariamu linaonekana kukaribiana na swali la Zekaria, lakini Zekaria alionekana kutokuamini. Mariamu alikuwa tu anataka kujua itakuwaje. Maswali haya yako tofauti. Mariamu akaambiwa uweza wake juu, waliye juu utakufunika, kwa maana Roho wa Mungu atakujilia na kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu. Lakini Zekaria akaambiwa utakuwa bubu, ili asiharibu mbaraka aliyotamkiwa. Wana wa Mungu, ninawaambia leo, jifunze kutamka mema kila siku. Tamka mema kwa habari ya wanao. Tamka mema kwa habari ya watoto wako. Tamka mema juu ya kazi yako. Tamka mema juu ya masomo yako. Tamka mema juu ya huduma yako. Tamka mema, tamka mema. Siku moja niliwabarasa watu, tena walijihesabu hao ni manabii, wamesimama kutoa unabii. Nimeliacha kanisa kwa sababu amesikia tu kuna dada mjamzito. Mdada yule amekuwa mjamzito na mambo yake, iwe ndio sababu ya kanisa Mungu kuliacha. Nikawaambia nendeni huko na unabii wenu, Mungu bado yuko na kanisa. Wakati hujajua ni mjamzito, uliendelea kusema kanisa la Bwana Mungu yuko pamoja na nyie. Haleluya. Ilo umejua na mimba ndio unageuza unabii. Mwambie mwenzako usiwe na unabii wa kimwili. Punga mkono wako. Dhambi ya mmoja, hata dhambi ya wawili, hata dhambi ya watatu, hata ya watu 10 haibadilishi
kila ambacho Mungu amekusudia juu ya kanisa, kwa sababu kanisa ni watatu waliokusanyika kwa jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona wengine hamwatengi? Hatuwatengi kwa sababu hata hatujui kama walikuwa sehemu ya rika. Yaani mtu hujajua hata kama alikuwa ameshasimama katika Bwana, unamtenga nini? Na ungelikuwa na wewe ni mchungaji, ungeelewa ninachokizungumza. Tunaishi kwenye dunia ya ajabu sana leo. Mtu huyu naye mchunga ana wachungaji 10. Kwa hiyo ukimtenga hapa hujamtenga, anaenda kanisa lingine tena, huko anapewa na uongozi. Kwa hiyo ina faida gani? Amejitenga mwenyewe kwa ile dhambi. Dhambi inamtenganisha na Mungu wake kama haelewi mafundisho juu yake. Na kama kuna mwingine atamuiga shauri yake, inaonyesha bado hajamjua Mungu. Kwa sababu hutaenda mbinguni kwa kulazimishwa. Hutaenda mbinguni kwamba tumtafute mtu awe na tochi ya kupima. Leo umeenda wapi? Umeenda ba? Tunapima. Leo umeenda wapi? Umeenda kwenye dangulo. Umesimamisha gari lako kwa mahali pale wanapokuwa madada poa. Umechukua mdada, umemlipa. Leo sijui umefanyaje, leo umetoa rushwa. Hamna, hatuna hicho. Wewe lisikie neno, unataka kumwona Mungu, lifuate. Unataka kuwaiga hawa wasiomtaka Mungu, sawa. Biblia kwanza imesema ajitakasaye na ajitakase. Anayetaka kujiharibu na ajiharibu. Bwana yuaja. Punga mkono. Punga mkono wako. Sema amina. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe usiwe bize na mambo ya wengine. Petro akaambiwa lisha kondoo wangu. Yohana akasema, Petro akasema na yule akaambiwa wewe lisha kondoo wangu, ikiwa na maanisha kwamba hayakuhusu mambo ya Yohana, hayakuhusu. Kama nataka aishi mpaka nitakaporudi, hiyo haikuhusu. Chochote ninachowaza mimi juu yake, hiyo ni yeye na mimi. Kwa na wewe haikuhusu mambo ya mtu mwingine, ni wewe na Mungu wako. Kwa ukija kanisani, hekima nzuri ni angalia kuendeleza uhusiano wako na Mungu. Na watu wengine ni pale unapotumwa na Mungu kwenda kuwasaidia. Hivi, don't be a busybody. A busybody ni mtu anayejali sana mambo ya wengine kwa upande mbaya, kiasi ya kwamba anajali kibanzi kilicho kwenye jicho la wenzake, anasahau boriti iliyoko kwenye moyo wake. Hicho, don't be a busybody. Mwambie mwenzako kwa Kiingereza. Mwambie mwenzako kwa Kiingereza. Mbona siwasikie? Mwambie don't be a busybody. Ni rahisi tu, neno rahisi sana, busybody. Mwambie tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linasema Mungu akawabariki. Iko baraka ya Mungu juu yako kwa neno hili. Iko baraka ya Mungu juu yako kwa neno la Waefeso 1:3. Iko baraka ya Mungu juu yako kwa neno la Yohana 3 mstari wa kwanza, sura ya kwanza na mstari wa 2. Umebarikiwa. Lakini neno la Mungu linaendelea, akawaambia zaeni na mkaongezeke, mkaijaze tena dunia na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe hai kiendacho juu ya ardhi. Mkatawale. Kwenye Biblia ya Kiingereza limetumika neno and have dominion. Lina neno dominion walivyolitafsiri kwenye Kiswahili hapa kwamba mkatawale,
inapunguza maana halisi ya lile neno. Dominion si kutawala tu, ni kutawala na kumiliki. Kwa hiyo wewe uliumbwa toka mwanzo na Mungu utawale na umiliki. Utawale na umiliki. Uliumbwa na Mungu toka mwanzo utawale na umiliki. Uliumbwa toka mwanzo utawale na umiliki. Lakini sikia, hiyo mamlaka ya kumiliki na kutawala sio yako, ni ya Mungu. Kwa sababu miliki ya Mungu inaonekana haina mwanzo, inazidi, inapita kwenye mpaka wa uumbaji. Kwa maana Mungu kumbe alikuwepo, ndipo akaumba dunia. Kumbe Mungu alikuwepo, ndipo akaumba bahari na vitu vyote. Mungu alikuwepo, ndipo akaumba nchi. Mungu alikuwepo, akaumba mbingu. Alikuwepo kabla hivyo vyote. God transcends them all. Yeye anavipita, yuko kabla havijakuwako na atakuwako baada ya hivyo kwisha. Hiyo ndiyo miliki yake. Alipotamani kuwe na kitu alisema, na aliposema kitu kikafanyika. Kwa nasema kwa Kiingereza kwamba yeye Mungu, uwezo wake tawala unapitia utashi wake. It's through his will, which is expressed through his word and is manifest through his works. Kuna utashi wake, ule utashi unafanya aseme, hilo ndio neno lake, na neno linafanya afanye kazi. Haya mambo matatu ndio his reign, utawala wake Mungu juu ya vyote alivyoviumba na hata vingine ambavyo hatuvijui, unatokana na utashi wake, neno lake na kazi zake. Mungu anafanya kazi. Lakini akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mtu mtakatifu kama tulivyo, mtu mwenye uelewa kama tulivyo, mtu mwenye utashi kama tulivyo, akatawale, akamiliki kwa niaba yangu. Kwa hiyo Adamu akaumbwa akiwa na mamlaka ya kumiliki na kutawala. Kwa hiyo mamlaka amekasimiwa. It is a delegated authority. It is a delegated power. It is a delegated authority. It is delegated dominion. Ni uwezo aliokasimiwa. Ni uwezo wa kumiliki na kutawala aliopewa Adamu. Kwa hiyo ayajue mapenzi ya Mungu ambayo ndio yanaongoza neno lake, na neno lile alitii. Halafu kwa sababu hiyo atashangaa, atajua nini Mungu anafanya, afanye pamoja naye. Ninaanza kanisa Bahi, akaanze na yeye Mungu. Ninaponya mtu General Hospital, aende kumponya. Ninaanzisha shule mahali fulani, aende kuianzisha. Ninajenga chuo kikuu mahali fulani, akakijenge. Mapenzi yake kwanza, pili neno lake, tatu kazi zake. Mwanadamu awe duniani akiwa anafanya administration
ya vitu vilivyo vya Mungu, ya rasilimali zilizo za Mungu, afanye kazi ya uongozi, afanye kazi ya usimamizi, lakini akijua hivi sio vyangu, akili yenyewe sio yangu, nguvu yenyewe sio yangu, mali zenyewe sio zangu, kila kitu sio changu, mimi nimeshirikishwa mamlaka isiyo yangu, nimeshirikishwa mali zisizo zangu, mimi ni meneja tu, mwenye mali ni Mungu. Mungu alitaka hivyo, lakini Adamu akaanguka. Wote mnajua stori ya Adamu alivyofanya na mke wake. Adamu akaanguka. Kwa sababu ya anguko, ushirika wake na Mungu kakatwa. Adamu akawa hana ushirika na Mungu. Biblia inasema akafa, kwa sababu hana tena connection. Maana uhai ni endelevu, kila siku kuna kitu kipya kinakuja toka katika uwepo wa Mungu. Hiyo hali ikaisha, na hata kama ulikuwa umejaza birika la maziwa, umejitenganisha na mto wa maziwa, yale maziwa yataisha. Hata kama ilikuwa ni tanki la maji, umejitenganisha na ile chemichemi inayoyaleta hayo maji, kuna siku tu hayo maji yataisha. Ndivyo alivyokuwa mwanadamu. Ikaanza safari tunayoita kwa Kiingereza a degradation, kutoka kwenye namna ya Adamu aliyekuwa na ubora, aliyekuwa na utukufu wa mwana wa Mungu, akaanza kushuka hadi akawa mnyama, akaharibika akili, hata akaanza kuabudu visivyotakiwa kuabudiwa, kwa maana ameharibika akili. Ndicho kilichotokea, na kwa sababu hiyo akawa hana tena nguvu ya kumiliki. Yeye akaanza kumilikiwa. Ndio kisa cha kuteswa na magonjwa. Yeye akaanza kumilikiwa. Ndicho kisa cha kuteswa na mapepo. Akaanza kumilikiwa. Ndicho kisa cha kuwa maskini. Akaanza kumilikiwa. Ndicho kisa cha kuwa mhitaji wa kila jambo. Hana uhakika wa kesho, hata leo yake haielewi, kwa sababu amepoteza mamlaka. Mungu tuhurumie. Lakini neno linatueleza wazi, Yesu alikuja akatuokoa kwa sababu ya mauti yake ya msalaba. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 anasema, kwa damu ya mwana kondoo wakanunuliwa watu wa kila taifa, watu wa kila kabila, watu wa kila jamaa, kwa maana wameoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Mstari wa 10 anasema, wakafanywa kuwa wafalme na wakafanywa kuwa makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Sikiliza mpendwa, hujaokolewa uwe Assemblies, hujaokolewa uwe Pentekoste, hujaokolewa uwe Mluteri. Umeokolewa uwe mwana wa Mungu unayemiliki na kutawala kama mfalme, kama kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Wala hujaokolewa kuja kuimbaimba, wala hujaokolewa kuja sikuwaje. Na ndio maana mimi sipendi neno la walokole. Napenda ujue unaweza kuwa mlokole na hujaokoka, kwa sababu hizo ni sifa tu za watu. Lakini mimi nataka nikwambie, Mungu amekuokoa uwe mwana wa Mungu, na mwana wa Mungu ana mamlaka ya Mungu wa mbinguni. Mwana wa Mungu ana mamlaka kama Yesu. Anatembea akiwa na mamlaka, anatembea juu ya maji hayamsumbui. Ana mamlaka juu ya upepo, kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Kabla hujachanganyikiwa nisikilize, Yesu alitembea juu ya maji. Petro akasema nije, Yesu hakumkataza. Petro naye akatembea juu ya maji. Walivyorudi kwenye mtumbu, wale wakasema, wewe kweli ni mwana wa Mungu.
ila wanajiuliza. Lakini Petro katembea na yeye, Petro katembea na yeye. Walibaki na hilo fumbo, walikuja kuelewa baadaye. Yesu alikuja sio kuja kuanzisha utaratibu fulani. Yesu amekuja kuambukiza uwana wa Mungu, mamlaka ya kimungu. Namna alivyokuwa Adamu kabla ya anguko, mtakuwa na mamlaka. Hata juu ya bahari mtatembea, mtakuwa na mamlaka, mtaweza kutenda mambo makuu. Nisikilize kabla hujachanganyikiwa. Biblia inaniambia siku moja Yesu akiwa kwenye mtumbwi na wanafunzi wake, yeye akawa amelala. Unadhani hakuwa anajua kinachoendelea? Alikuwa kwenye mtihani. Petro na wenzake wanako kwenye mtihani, Yesu amelala. Lakini kumbuka, alikuwa amekuwa mwanadamu, lakini alikuwa hajauacha uungu wake. Alikuwa anajua kinachoendelea. Amelala chini ya shetri, anataka aone wanafunzi wake watafanya nini wakiwa ndani ya mtumbwi. Biblia inasema ukaja upepo wa mbisho, ukaona tafuta kuwazamisha wafe kwenye maji. Ndipo wakamfuata Yesu, wakasema hujali ya kwamba tunazama? Yesu akawaambia, mmekuwa hamna imani bado. Akiwa na maana alijua kama umeelewa somo. Sijaja kuanzishia dini, sijaja kuanzishia utaratibu wa kusali. Nimekuja kuwafanya mwe watu wa mamlaka. Mnayo mamlaka juu ya upepo, mnayo mamlaka juu ya bahari. Yeye akasimama akaikemea bahari. Kabla alikuwa ameshasema na upepo, kukawa na shwari kuu. Wakasema huyu ni mwana wa Mungu kweli. Lakini baadaye akaenda kutoa pepo. Uwe na mamlaka ya kimungu. Mme wangu, watoto wangu, magonjwa, madeni. Halafu ndio mbio kwenda kwa mitume, mbio kwenda kwa manabii. Sikia, unajipotezea kazi, unajipotezea nafasi na unajipunguzia maksi. Sikia unachotakiwa kufanya. Upepo utakuja, simama kama mwana wa Mungu. Upepo utanyamaza, bahari italeta mawimbi. Simama kama mwana wa Mungu, bahari itasikia. Iambie, mimi ni mwana wa Mungu, nimepewa mamlaka, ninayo mamlaka kumiliki na kutawala bahari. I have dominion against you. Stand still in the name of Jesus. Mimi ni mwana wa Mungu, huna mamlaka juu yangu. Bahari itasikia. Chochote kinachokusibu kitasikia mamlaka yako. Sikia, kama utaendelea kuwa mtu tu wa kuombewa wakati umeshamjua Yesu, unaukana wana wako, unakana mamlaka uliopewa. Sikia mtu wa Mungu, simama kama mwana wa Mungu. Na Yesu akukemea akiwa amelala, alisimama. Na wewe unatakiwa usimame. Ezekieli 2 inasema, niliposimama nikaisikia sauti aliyokuwa anasema nami. Niliposimama nikamwelewa aliyekuwa anaongea nami. Wewe hujasimama, ndio maana usikii sauti ya Mungu. Na ukisikia sauti ya Mungu humwelewi, kwa sababu bado hujasimama. Una mambo ya kijinga, una mambo ya mapokeo, una mambo ya kujilinganisha na watu. Simama kama mwana wa Mungu. Bwana aseme na wewe, na roho wake akuingie. Roho wake akikuingia, utamiliki, utatawala, utafanya mambo makubwa kwa utukufu wa Mungu aliyekuita. Baada ya kushinda yanayokusibu wewe, ndipo unakwenda kutoa pepo, unakwenda kuponya wagonjwa, unakwenda kufanya maskini wapate pesa. Sema amina. Sema amina. Umeokolewa we mfalme. Mfalme maana yake anamiliki na kutawala. Mfalme maana yake analo jeshi
Na kama hujui jeshi lenyewe ni la malaika, wewe unalo neno la kutamka na malaika watasikia. Kama unachokisema ndicho kilichotoka kwa Mungu, kama unayajua mapenzi ya Mungu aliye hai, kumbuka nilisema his reign is through his will, his reign is through his word, and his reign is through his works. Wewe simama kama mwana wa Mungu unayajua mapenzi yake, sema neno lake, na vyote vinavyopingana na wewe vitaisikia sauti yako, kwa maana wewe ni mwana wa Mungu. Sema amina. Oh yes. Baada ya hapo nenda katoe pepo. Baada ya hapo nenda kazidisha mikate. Wewe sio wa kawaida. Kama Yesu alivyokuwa ndivyo unavyotakiwa kuwa. Hebu sema amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Yani kama mnanielewa, shout hallelujah. Again shout hallelujah. Enough of this sick Christianity. Ukristo unyonge unyonge, wakukaa tu kulia halafu hamna kinachotokea, wakukaa kuomba hakuna kinachotokea, unaonewa na anayekuonea hapati pigo. Sick of that. Mungu wa Elia ni Mungu wako. Akileta shida mtu unaita moto. Mungu wa Elisha ni Mungu wako. Hata akikutania tu, ukikasirika, the holy anger, unaweza kuita dubu. Huyo Mungu hajabadilika. Nasema hajabadilika. Shida hujielewi. Shida hujijui wewe ni nani. Nipe Warumi sura ya 5 mstari wa 17. As I'm finishing. Remekotari bakosanda. Rikatari bakosanda rebekama ilabo. I've not planned to preach so much. Nataka tukukumbusha kitu. Ni mwaka wa kuwa mkuu. Huwezi ukawa mkuu bila kujua haya ninayoyazungumza. Oh hallelujah. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala. Hebu sema nitatawala katika uzima. Natawala katika uzima. Duka kufilisika ni mauti. Ndoa kuharibika ni mauti. Kufeli mtihani ni mauti. Sijui vitu gani ni mauti. Mimba yako kuharibika ni mauti. Wewe kuwa na mume na huzai ni mauti. Umeiruhusu kwenye maisha yako. Lakini neno la Mungu limesema kwa sababu umempokea Yesu, wingi wa neema unakufanya utawale, umiliki na kutawala pamoja na Kristo katika uzima. Mahali penye mauti unasababisha ufufuo. Mahali penye magonjwa unasababisha uponyaji. Mahali penye faraka unasababisha amani. Mahali penye umaskini unasababisha utele. Kumbuka Yusufu akiwa kwa Potifa, nini kilitokea? Kwa nini wewe unaajiriwa kuwa muuza duka? Duka linakufa na umeokoka. Kwa nini unaajiriwa kufuga mifugo hata kama sio yako? Kwa nini mifugo haizaani wakati ukiweko? Hapo ni ya mtu, ya kwako mwenyewe pia hivyo hivyo. Labda Mungu tuliye naye sio yule.
Lakini sikia, wana wa Mungu, you reign from within you. Unaamini nini? Unajua wewe ni nani? Kwa hiyo utamiliki na kutawala kama unajijua wewe ni nani. Hebu sema pesa. Pesa, watu wa Mungu hawaombi, ila pesa zinawafuata. Namna gani? Kwa kujitambua wao ni nani. Kwa kujitambua wao ni nani. Kwa nini shughuli zako hazifanikiwi? Umezipa kazi isiyokuwa kazi yake. Kwa sababu wewe umeweka kwamba duka ndio litakalonipa pesa. Kinyume kabisa. Shamba ndio litakalonipa pesa. Kinyume kabisa, weka kosa. Ajira ndio itakayonipa pesa. Kosa kabisa. Kwa sababu umeweka tumaini kwa kitu kutakiwa kuweka tumaini. Na pesa haiko huko nje. Pesa unayo. Hebu sema ninayo. Iko ndani mwako. Hebu sema tena ninayo. Iko ndani mwangu. Nina pesa yote nayotakiwa kwa maisha yangu. Nina pesa yote nayotakiwa kwa ajili ya wanangu. Nina pesa yote nayotakiwa kwa ajili ya utumishi wangu. Ninayo. Ila simaanishi sitafanya kazi. Kule kufanya kazi kwangu ni njia ya kufanya nilicho nacho kidhihirike. Sasa nikienda kuuza chapati, huku najua ninazo, mguse yule pale. Mguse yule. Huyu ulieka naye. Ukiona kuna mtu ametwaliwa, unamgusa tu, unamwokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kuuza chapati wakati unajua ninazo, ila hizi chapati zinatumika kufanya nilicho nacho kidhihirike. Chapati 500 zinauzwa siku moja. Unakuja na 1000, chapati 1000 zinauzwa siku moja. Mwisho unaamua kuajiri watu, inakuwa chapati company. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninavyokuwa nawaambia sio kama unabii wa wengine wanaowaambia. Mimi nawaambia neno la Mungu la ukweli. Ndivyo Mungu anavyosema, and that is his will. So I wait for the manifestation. Wewe ni tajiri tayari. Wewe unavyo tayari. Nenda ukijua ninavyo. Halafu utakapofuga, mifugo itazaa na wateja watakuja tena, watanunua kwa bei ambayo ni ya faida. Utafanya duka, duka litazaa na wateja watakuja. Dada mmoja akanipigia simu, mchungaji, sijawahi kuuza milioni 10 kwa siku, kwa sababu vitu vyake sio vya bei kubwa. Kwa hiyo milioni 10 maana ameuza sana. Kuna wengine vitu vyao ni vya bei kubwa, friji 2, 3, 5, tayari milioni 10. Kwa hiyo unaweza ukaona sio ajabu, lakini yule vitu vyake ni vya bei ndogo ndogo. Milioni 10. Kwa nini? Unavyoelewa hizi kanuni. Kijana mmoja hapa aliwashuhudia kwamba ulikuwa na shida, mambo magumu. Nilivyotamkia neno na cha kufanya, kesho yake tu laki nzima mkaka amerudi nayo. Siku hiyo hiyo mdada, kwa kuwa ni mwajiri, amepigiwa simu na katibu wake, tupe namba ya account, kuna mzigo unaingia. Kuna vitu mnatakiwa kuelewa. Hebu sema amina. Sema tena amina. Utakiwi kukimbilia Dar es Salaam wala Mwanza wala Nigeria. Kila unachokitaka kiko hapa hapa. Lisikie neno la imani. Hilo neno la imani ni pesa. Hilo neno la imani ni afya.
Hilo neno la imani ni mume, hilo neno la imani ni mke, hilo neno la imani ni ajira, hilo neno la imani ni mtaji, neno la imani ni promotion yako. Just believe, lipokee kwa imani. Haleluya, haleluya. Wengine tumepewa kutamka kirahisi tu. Shida kwa wale wanaotaka labda tufanye mazingaombwe kwanza, labda nikuzunguke. Haleluya, bako shakanda na ramagusa rebebosa gata harabakushanda remagosando rabagosika. Sasa unapokea, sasa cheo chako kinainuka, ifananie na ilivyokuwa inafanyika kwenye uganga. Ndipo anasema maombi makubwa nimefanyiwa leo, Bwana atafanya. No, haya mambo yanafanyika kama Mungu alivyosema. Kwani Mungu alirukaruka na iwe nchi ikaweko, na iwe nuru ikaweko. Kwani Mungu alifanyaje? Alipigana, aliruka kadunda, alisema tu. Acha mbinu na mbwembwe za wahubiri, amini neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kinachosema kinalingana na utashi wa Mungu, ni neno. Neno litaleta kazi. If what is spoken is from the will of God, that is the word of God. And if it is the word of God, it will be accompanied with works. Nipate shahidi wa kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mkuu. Ndani mwako iko mbegu ya ukuu. Sasa utaidhihirisha kwa kuamini. Umekasimiwa mamlaka ya kimungu. Kayatendee kazi. Kayatendee kazi. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 29 mstari wa 11 mpaka 16, hapo tunamwona Daudi anasema, mimi nimetoa na watu wangu wametoa, lakini tumefanya haya kutoka kwenye mikono yako. Tafsiri sahihi ni kwamba Daudi anataka tu kusema, we are just administrators of what is yours. Sisi ni wasimamizi tu wa kile ulicho nacho. Hebu nisikilize. Mito inatofautiana. Umepewa uponyaji, nenda kaponye. Hiyo ndio njia ya kufanya mamlaka uliyopewa itende kazi. Umepewa biashara, nenda kafanye biashara. Lakini usisahau kwamba wewe ni meneja tu. Usisahau hicho. Usisahau umeajiriwa tu kupika chakula. Wenye hicho chakula ni wengine. Kwa sababu hiyo hupiki unavyojua. Hupiki unavyotaka. Unapika kama wanavyotaka waliokuajiri. Wale mlioenda mahotelini mnajua. Hata ukisema ubwabwa na samaki, wanakuuliza, kwa sababu wao wanauza samaki. Wanakuuliza hiyo samaki ipikweje. Hawapiki wanavyojua. Wanapika kama utakavyo. Kama utakavyo. Kwa sababu wewe saa hiyo ni mwajiri wao. Kwa pesa utakayowalipa. Sikiliza mtu wa Mungu. Mungu amekuokoa, amewekeza vitu vyake ndani mwako. Sasa kwa sababu hiyo akakubariki, akakwambia katawale. Akakubariki, akasema ukamiliki. Usijisahau kwamba hiyo ni mamlaka uliyokasimiwa. Kama ni pesa, ziishie pia kwa sehemu kuujenga ufalme. Ukijali mambo yako tu, huna faida kwa ufalme, na iko siku tu takamatika. Mungu amekupa neema ya kuponya. Usijali mambo yako.
Wewe kuwa makini, kuwa mwaminifu kwa ulichopewa. Kawaponye watu. Juu ya nini utalipwa, yeye anajua. Kwa maana kila mtendakazi anastahili ujira. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kijana mmoja alikuwa Uingereza, alikuwa na kipawa cha kupiga keyboard. Akaenda kwenye kanisa moja akawa anapiga keyboard. Wakasema tutakuwa tunakulipa, akawaambia hapana. Alipiga miaka 2. Akaenda Marekani, akakuta kanisa pia, akawa anawapigia. Wakamwambia tu tunakulipa, akasema hapana. Miaka 2 pia. Kilichotokea baada ya hapo, Marekani, unajua kuna watu wanaishi kwa kupiga tu keyboard, lakini yeye alisema hii ni sadaka yangu kwa Mungu. Kuhusu mahitaji yangu utafanya kazi zangu. Kilichotokea baada ya hapo, anasema I could not express what was done in my life to anything but God. Kwa hiyo Mungu aliamua kumlipa. Baraka ya Mungu iko juu yako, inangoja kudhihirika. Amesema utavuna usipozimia moyo. Shida yako wewe, unazimia haraka, unakata tamaa haraka, unaacha kufanya unayoyajua unatakiwa kufanya haraka mno. Ndio maana mavuno huyaoni. Leo Bwana anasema na wewe, fanya kile ulichokuwa unafanya. Mavuno yanakuja. Usiwe kama Petro aliyevua usiku kucha akachoka. Iko siku Bwana atakutokea. Bwana Yesu asifiwe. Siku isiyo na jina. Bwana naona, he sees your struggle and he will come at the point of your struggle. And when he comes, he demands your sacrifice. Akija, yeye anadai dhabihu yako. Wengine kwa sababu ndogo ndogo tu hamwendi kanisani. Where is your sacrifice to your God? Wengine kwa sababu ndogo ndogo tu hamtoi matoleo yenu. Where is your sacrifice to your God? Wengine mambo madogo madogo tu yanawafanya mwingie kwenye uovu. Where is your sacrifice to your God? Unaogopa wenzako, ndio maana umejiunga kuchukua rushwa hiyo unayochukua. Unaogopa wenzako, ndio maana umesema uongo huo unaousema. Where is your sacrifice to your God? Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Wengine hata kufunga tu hamtaki. Tena ni kijana, huna changamoto yoyote ya kiafya. Kuja kwenye maombi ni dakika 40 tu. Huwezi. Halafu natarajia Mungu atakuinua uende kwenye uganga. Mimi nakushauri, nenda kwenye uganga. Lakini huku unatakiwa uishi maisha Biblia inavyosema. Punga mkono. Punga mkono wako. Umeokolewa, umekuwa wa Yesu. Maisha yako ni ya Yesu. Uishi kwa ajili yake aliyekufa kwa ajili yako. Yeye aliyekupenda kabla hujamjua, ishi kwa ajili yake. Yeye anayataka maisha yako. Jitoe kwa ajili yake. Halafu kauone wema wa Mungu. Unaweza kuimba. Kwa nini you don't join the praise team? Kwa nini ujiungi na kwaya? Tengeneza mazingira ya Mungu kuona wewe ni wa maana kwa ufalme. Hiyo hazina iliyowekwa ndani mwako itaonekanaje? Unachojali mambo yako tu. Wanangu nitawaachaje? Mme wangu nitamwachaje? Siku mme wako atakapokuacha, utaenda kwa Mungu.
Mungu atakwambia nenda kwa huyo huyo uliokuwa unampenda kuliko mimi. Utajibu nini? Unaweza usisikie sauti, lakini Mungu anasema na watu hivyo hivyo. Ndio maana unaita Mungu afanye hafanyi. Unawaita hao watumishi nao waamini zaidi, wakuombee, hamna kinachofanyika. Unaishia kutoa sadaka tu. Hakuna kinachofanyika kwa sababu Mungu hadhihakiwi. Upandacho ndicho utakachovuna. Usipopokea kwenye madhabahu hii, huwezi kupokea kwenye madhabahu nyingine, kwa sababu Mungu ni yule yule na Yesu hajagawanyika. Ukiwatendea jeuri watu wa hapa, Yesu atakufuatilia kokote unakokwenda, kwa sababu yeye hagawanyiki. Ukitenda dhambi hapa, usidhani uko salama kwa kwenda kanisa lingine. Dada mmoja akarudi akasema, mchungaji analia, nisamehe, nilivyoona nimekuwa mjamzito niliamua kwenda kanisa. Akalitaja jina, nisitaje hapa. Nikawa nasali huko. Wao hawakujua kama nina mume ama sina mume. Mtoto akazaliwa, wakamweka wakfu, lakini mimi najua niko na dhambi. Hata tukisifu tunaselebuka, moyo wangu unaniambia wewe ni mwenye dhambi. Mwisho nimeamua kurudi Baba, nikamwambia Mungu akusamehe. Imetokea dhambi, dawa yake ni kuikabili, sio kuificha. Aifichaye dhambi yake hatafanikiwa. Hatafanikiwa kuificha dhambi na hatafanikiwa kimaisha. Wengine mnafunga mafanikio yenu kwa sababu mmekana dhambi isiyotubiwa. Na wale mlio na wake na waume, pesa yako haiji kwa sababu hukai vizuri na mke wako, hukai vizuri na mume wako. Mwezi wa 3 nasoma maalumu kwa wale wenye ndoa tu. Kuna kitu nitakwambia. Mwaka jana wote umepita hatujazungumza. Kwa hiyo mwaka huu mwezi wa 3 takuwa na Piriton na Queenini na Jesus Queen, kuhakikisha kwamba watu wanakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo wakati mama amekuja huku, mimi nilichelewa kidogo. Nikiwa kule ndani, moyo wangu tu kaambiwa, wanawake wengi sana wana hasira na waume zao. Kwa nini wana hasira? Nikaanza kupewa mambo, ndio utakayoyazungumza hiyo mwezi wa 3. Na hauwezi ukafanikiwa katika maisha wakati una hasira na mume wako. Hata mume wako hatafanikiwa ukiwa na hasira naye. Epuka kumchukia mume wako. Ana mapungufu ndio, lakini mchukie kwa hasara yako. Unamchukia kwa watoto wako kuharibikiwa. Unataka maisha yawe mazuri, kaa na mmeo vizuri. Punga mkono. Punga mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nyesi mnataka tu manabii wanaokuambia asema Bwana wa majeshi. Huu ndio unabii, kwa sababu mioyo yenu naiona hiyo. Una hasira na mume wako, hauwezi kufanikiwa na mume wako, unamfunga mafanikio yake. And that is biblical. Unakaa ujinga tu. Yani kama vile kuna mtu mmoja alikuwa anasema, yani wanawake hamwajui. Nyewe wakina kaka, mnadhani wanawake mnawajua, hamwajui. Mnadhani wanapenda pesa. Kuwa na pesa basi uone. Utajua mwanamke hataki pesa. Ataanza kusema kwa sababu pesa hizi unazipata, kwa sababu huwezi kupata pesa bila kuwa busy. Umekuwa busy, sasa wakati huo mwanamke atakuwa na attention. Anataka attention. Wakati mwanamume mwenye attention aliyekuwa hana kazi, kila saa anamwambia baby sijui nini, anambusu kila saa, lakini hakuna pesa, hakumpenda. Lakini pesa imekuja inayotokana na kazi, hata mpenda, kwa sababu yeye yuko busy tu na makazi yake.
mimi nataka attention yake. Haya, mpe vyote anavyovitaka, atakwambia yani wewe umekaa kishamba, nataka mjanja. Yani kwa maana nyingine, wewe ulie wa kilokole sana, umeokoka na utakatifu, kuna wakati mwanamke hataki, anataka vijana wenye mambo ya ajabu. Lakini akiona kijana wa namna hiyo anasema nataka mtu mtakatifu anayeomba. Haya, uwe mwombaji mtakatifu. Sitaki, nataka. Huyo ndio mwanamke. Ninayo Jesus Queen. Siku hiyo nitakuja kuzungumza. Umepiga magoti kumlilia Mungu, Mungu amekupa mume, badala ya kumthamini unaanza mambo yako hayo. Ndio maana mfanikiwi. Ndio maana waume zenu pia hawafanikiwi, kwa maana mnawaloga kwa fikra zenu. Bwana wasamehe. Punga mkono. Usinikasirikie, ni kwa ajili ya kukusaidia. Chagua kumpenda mme wako, na wale wenye wake wapendeni wake zenu. Mnavyokaa pamoja kwa upendo, mnawaponya watoto wenu. Mnavyokaa pamoja kwa upendo, mnaleta pesa ndani. Pesa haziji mahali penye magomvi. Na kueleza kabisa, pesa haziji kwenye magomvi. Pesa zinafuata amani. Pesa hazifuati kelele. Pesa zinaenda mahali penye utulivu. Yes. Yani mimi kwa habari ya mke niliomba jamani. Si mnaona? Nitakupa mtu wa kufanana naye. Nilipewa kufanana naye. Haleluya. Mimi si ni mhubiri. Sasa mnaona anavyonisaidia. Ameongoza maombi wiki nzima. Haleluya. Simpi hizi nafasi kisiasa. Sio kwa sababu ni mke wangu. Anayo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikizembea kuomba ananiambia. Nikizembea kusoma Biblia ananiambia. Huyo ndio uwe na mke wa namna hiyo. Sio unakuwa na mke kama vile kapaka, akaongeagi chochote kwako. Punga mkono. Sema haleluya. Kwa nini ushauri wako haukubaliki kwa mmeo? Kwa sababu ni ushauri wa kutafuta kumtawala. Lakini kama ni ushauri kumpa yale aliyokuambia yatimie, atakusikia tu. Atakusikia tu. Hakuna mume anayekataa ushauri wa mke, anayetafuta maono yako yeye, maono yako yatimie. Maono yako mwanaume yatimie, na mke anakushauri maono hayo yatimie. Utayakataa wakati ni maono yako? Huwezi kukataa. Punga mkono wako. Vijana, usiangalie tu macho, usiangalie tu shingo, usiangalie nyashi, usiangalie miguu, usiangalie mikono. Biblia inasema yule amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu ukimshirikisha atakupa pia mtu mzuri pia, hata hilo umbo. Lakini wewe uliangalia kwanza anachokupa Mungu. Lakini usijichagulie katikati ya hawa ambaye ni bomba. Nataka shingo ya namna fulani, nataka macho ya namna fulani, nataka mwenye rangi fulani, nataka mrefu, nataka mwenye neema zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Punga mkono wako. Yaani kwa kweli niishie tu hapo. Kula tumekula pa kulala je? Basi niishie hapo wana wa Mungu.
Nilichosema, unayo baraka ya Mungu na umepewa mamlaka ya kimungu, itendee kazi. Kwenye hilo andiko nilolisema, lazima uanze kutekeleza, kutenda hayo uliopewa na Mungu. Jenga, hiyo ndio kutumia dominion. Ponya wagonjwa, hiyo ndio kutumia dominion. Kahubiri, hiyo ndio kutumia dominion. Washauri unaowaona wanapungukiwa kanisani, hiyo ndio kutumia dominion. Wasaidie watumishi wa Mungu, hiyo ndio kutumia dominion. Kwa mfano, tumeanza kanisa Bahi, yule kijana sijui anaomba sana, yani alinipa budget ya 1.5 milioni kuweka jengo la muda. Tayari mmoja wetu ameshatoa hiyo 1.5 milioni. Jengo limeshajengwa. Jana amepelekewa viti 10 na mwingine ameahidi viti 5. Leo ibada ilivyoisha hapa, mmoja wetu ameniambia, baba, huyu ameanza kazi mpya, tumpe chakula cha mwezi mzima. Hiyo dominion. Haleluya. Muulize mwenzako, wewe hapa kanisani ni baraka au ni mzigo? Hilo neno silizungumzi ili kukupa shida. Nataka ukasirike, uanze kufanya. Yani wewe unaambiwa tu 10,000, unaanza 10,000. Wanapenda sana pesa hapa kanisani. Utakuwa na dominion. Mwambie mwenzako, wenzako wanatoa milioni bila wasiwasi. Wanatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona hizo ngoma ni mpya? Na hiyo kombo hapo ni 5 milioni na laki kadhaa. Watu 3 tu wametoa. Lakini 2 milioni na laki